Vijana wa chama cha Ford Kenya wamejitokeza na kukashifu baadhi ya viongozi wanaomkemea spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwa masaibu yanayomkumba mbunge wa Bumula Wamboka Wanami baada ya kutolewa kwenye kamati ya PIC. Wakiongozwa na mwenyekiti wa vijana wa chama hicho kaunti ya Bungoma Caleb Wayo, wamesema kuwa spika Wetangula hana wajibu wowote kuteua na kumtimua mwenyekiti kwenye kamati ya bunge, wakisema kuwa ni wajibu wa mrengo wa upinzani. Wametaka tume ya EACC kuchukulia mbunge wa Bumula Wamboka Wanami hatua iwapo atapatikana na hatia kwenye tuhuma za kuhusika na ufisadi. Jack na watu wake kwamba watengeneze nyumba yao ya Azimio, wasiuzishe spika Wetangula kwa sababu yeye hana nafasi, hana uwezo wa kudirect mambo ya minority side. Yeye alikuwa member wa majority side. Kumleta ndani kwa kesi zao za Azimio wanafanya makosa. Jambo la mwisho ni kwamba Auditor General's report imetoka na sisi tumeona kwamba pesa za Bumula zimefujwa, zimetumika vibaya. Pesa ambazo walikuwa wamedanganya kwamba wamepeleka vijana wetu wa bodaboda kutrain zimetumika vibaya. Pesa za basari zimetumika vibaya. Watu wa Bumula wajue kwamba isiwe sarakasi ya kuficha kufujwa kwa pesa kwa kuhonga vijana wetu wafanye maandamano. Jambo ambalo linanikera sana kama kijana kutoka Bumula. Mimi natoka Kimaiti Ward. Lakini nina swali, kwa nini vijana wakiamua kuingia kwa mrengo fulani, wewe unawashtumu kwamba hautaki waingie kule? Kenya hii tuko na kitu inaitwa multipartyism. Unaweza ingia kwa party yoyote. Lakini vijana wetu ambao wanashtumiwa wakiingia kwa party fulani, sasa sisi wenye tuna mrengo wetu wa Ford Kenya, mbona wanatuthreaten kwamba eti tukiwa kwa Ford Kenya hatutatembea, hatutafanya mambo yetu hapa Bumula? Aliyekuwa amesimamishwa kwa sababu ya ule ufisadi aliyepatikana nao. Nataka kuambia vijana wala ambao wanajiita kwamba ni maguns wa mbunge na wako katika chama cha DAP, sisi kama vijana wa Ford Kenya hatuna vita nao na hatuna utata nao. Na tunataka tuwaambia kwamba sisi tunadumisha amani kama chama cha Ford Kenya, vile baba wetu wa Roma anavyosema ya kwamba viongozi tunadumisha amani na tunaishi katika ule upendo. Nataka kusema kwamba maandamano ambayo ya mtu ambaye amehusikana na mambo ya Mlungula inakusaidia nini kama kijana? Langu tu ni kuwaomba vijana ambao wanatoka katika mrengo tofauti kujiingiza katika vita, kutumiwa vibaya na wale viongozi ambao pia wanawasimamia katika mirengo zingine tofauti. Ningependa ya kwamba kama wamechakua kuwa katika kile kikundi, wadumishe tu amani, alafu kila mrengo uendeleze shughuli zao kwa upendo na amani.